Mtu yoyote ambaye anataka kufika juu kwenye eneo lake, nikisema eneo lako maana yake kitu unachokifanya kwenye maisha. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni fundi, wewe umeajiriwa, yoyote ambaye anataka kufanikiwa kwenye eneo lake lazima awe na nguvu ya kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu sana. Awe na uvumilivu wa kufanya kitu fulani kwa miaka mingi ili kiweze kuleta matokeo. Tatizo la watu wengi wenye akili huwa wanafeli kwenye maisha kwa sababu wanajikita kwenye vitu vingi na wajikiti kwenye kitu kimoja kwa muda mrefu. Maana yake ni kwamba unaweza ukawa una uwezo, una elimu, una maarifa, una ujuzi, lakini kama hujachagua kitu kimoja cha kufanya kwenye maisha yako, unaweza ukafeli mapema sana, tofauti na mtu ambaye ameshachagua kitu kimoja cha kufanya. Ndio maana sio kila ambaye amesoma sana ndio anafanikiwa sana. Sio kila mwenye mtaji mkubwa ndio atafanikiwa sana kwenye biashara. Mtu ambaye amechagua kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu huwa ni rahisi sana kufanikiwa, tofauti na mtu ambaye anafanya vitu vingi. Ndio maana kuna watu walifeli shuleni, si tukafaulu. Uliwaacha kule shuleni, wewe ukafaulu, wao wakafeli. Tangu wamefeli wanajua wanachagua kitu kimoja tu cha kufanya, na leo wamefika mbali kuliko wewe ambao ulikuwa unajaribu kufanya mambo mengi sana kwenye maisha yako. Kwa nguvu ya kufanya kitu kimoja, chagua kitu gani ambacho unataka uweke nguvu zako. Sasa focus ni nini? Focus maana yake ndio hiyo nguvu ya kufanya kitu kimoja. Focus ni nini? Jambo la kwanza, maana ya focus ni kuchagua eneo moja au kitu kimoja kwenye maisha yako ambacho unatumia rasilimali zako zote kukifanya. Ni kuchagua kitu kimoja au eneo moja la maisha yako ambapo unawekeza rasilimali zako zote kwenye jambo hilo. Kwa unasema mimi nimeamua kufanya biashara, rasilimali zangu zote nitaziweka kwenye biashara. Rasilimali maana yake ni muda wako. Hutatumia muda wako kufanya mambo mengine, muda wako wote unawekeza kwenye jambo hilo. Rasilimali maana yake ni nguvu zako. Hutatumia nguvu zako kufanya jambo lingine, nguvu zako zote unazielekeza kwenye jambo hilo. Rasilimali maana yake pesa zako. Hautumii pesa zako kufanyia vitu vingine, unaamua kila pesa nitakayopata nawekeza kwenye jambo hili, kwa sababu ndio eneo ambalo umelichagua kuelekeza nguvu zako. Kwa focus maana yake kuchagua jambo moja ambalo unaamua kulifanya kwenye maisha yako. Jambo la pili, tunapozungumza kufanya jambo moja au kufanya jambo moja kwa muda mrefu, focus maana yake nini? Ni kutovutiwa na kitu kingine chochote isipokuwa ulichokichagua. Kutovutiwa na kitu kingine chochote isipokuwa kile ulichokichagua. Maana wewe hamna kitu kingine kinachokufurahisha isipokuwa ambacho umekichagua. Huyo ndo mtu mwenye focus, ndio mtu ambaye amechagua jambo moja. Kitu kingine chochote ambacho sio ulichokusudia kukitaka wewe kwenye maisha yako kwa wakati huo hakina maana kwenye maisha yako. Hiyo ndio focus. Na watu wanaofanikiwa ndio wako namna hiyo. Avutiwi na kitu kingine chochote isipokuwa kile ambacho yeye amechagua kukifanya kwa wakati huo. Tatu, focus au kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu maana yake ni kuacha vitu vingine vyote na kufanya kitu kimoja. Ni kuacha vitu vingine vyote na kufanya kitu kimoja. Kufanikiwa kwenye maisha lazima uwe mtu wa namna hiyo. Hakuna mtu anayetaka vyote kwenye maisha akafika mbali. Lazima uchague kuacha vingine vyote, uchague kitu kimoja. Inawezekana unaweza kufanya vingi, lakini lazima uchague kimoja ili ukijenge, kwa sababu kinahitaji uwekezaji wa kutosha. Namba 4, focus ni nini? Ni kuacha kuwa mtu wa kurandaranda au wa kurukaruka. Kuacha kuwa mtu wa kurukaruka maana yake unakuwepo sehemu kwa sababu maalum. Acha kuwa kwenye kila group. Kila group upo. Group la chonga vitanda upo. Group la kilimo upo na una shamba. Group la Yanga upo. Group la uza majeneza upo. Una mpango gani wewe mwenzetu? Kuacha kuwa mtu wa kila kitu. Chagua
mahali unapostahili kuwepo na uwepo hapo. Namba 5, focus. Maana yake nini? Maana yake ni kutochukua kila fursa iliyo nzuri, bali kuchukua fursa iliyo sahihi kwako. Kuto kuchukua kila fursa iliyo nzuri, bali kuchukua fursa iliyo sahihi. Sio kila fursa nzuri ni kwa ajili yako, utapotea. Unatumia tu fursa zilizo sahihi. Sio kila fursa inayokuja kwako ni ya kwako. Kuna fursa zinakuja kwako kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo sio tu fursa nzuri. Kuna watu kila fursa nzuri wanataka wahusike. Akiambia tu kuna fursa fulani anataka kuhusika. Kuna zingine Mungu anakusaidia kuzijua ili wasaidie watu wengine. Sio kila fursa inayotokea ni kwa ajili yako. Focus kwenye fursa ambazo zinaendana na unakoelekea. Unapozingatia au unapofanya kitu kimoja kwa muda mrefu, unapata faida gani? Una faida zifuatazo. Faida ya kwanza, inakusaidia kufanikiwa kwa kasi. Unapofanya kitu kimoja bila kuyumbishwa, bila kuacha-acha, bila kuchanganya, inakusaidia kufanya vitu kwa kasi. Watu ambao wameweka nguvu zao mahali pamoja, wameweka rasilimali zao mahali pamoja, hata kama wana rasilimali chache, lakini watapata matokeo makubwa kuliko watu wenye rasilimali nyingi lakini wanatapanya nguvu zao. Unapoweka nguvu zako mahali pamoja, inakupa speed, inakupa kasi kupata kitu kwa muda mfupi. Watu wengi wanachelewa sana kupata matokeo kwa sababu hawafanyi kitu kimoja kwa muda mrefu ili wapate kasi. Wakati nafundishwa kuendesha gari, mwalimu wangu aliniambia kwa natumia manyo, gari ya kuweka na gia. So akaniambia kila wakati nilikuwa nataka kubadilisha gia, ilikuwa lazima niangalie kabla sijabadilisha gia, naangalia. Akaniambia ukifanya hivyo utapata ajali. Focus yako inatakiwa iwe wapi? Mbele. Badilisha hivyo, kariri tu kwamba hapa ndo namba 1 hapa, wewe utajua mwenyewe, lakini hakuna kuangalia. Na nilikuwa naona kama vile ananionea, sasa nitajuaje? Lakini baadaye nilimuelewa. Kwa sababu uwezi uko kwenye mwendo kasi katikati ya barabara, unataka kubadilisha uangalie, utagongwa, utakuta uko mtaroni. Focus inakupa kasi. Kama umewahi kupanda gari lolote na mtu anaendesha gari, kadiri anavyoongeza mwendo ndivyo mazungumzo yanavyopungua. Na akiwa ana overtake, analipita gari lingine. Mimi sijawahi kumwona dereva ana overtake anaongea. Labda wapo ndani, lakini mimi sijawahi kumwona. Mko mnasafiri, mnaenda mkoani mbali, alafu ana overtake. Akianza tu overtake, mazungumzo yanaisha. Atatulia, akimaliza akirudi, tulishia pale, ndo anaendelea. Kwa nini? Unapokuwa kwenye kasi, unahitaji focus. Kwa hiyo focus inakupa speed. Uwezi ukawa unakimbia kwenye mashindano unataka kumsalimia kila mtu. Tunapita ukimwona anko wako yuko jukwani, anko leo nashinda leo. Umeshashindwa. Uwezi ukasalimia kila mtu. Unafanya nini? Una focus. Hata mtu akiwa anakutania, mwangalie mfupi huyo, meno makubwa, hauwezi kumjibu. Sasa utasimama, wewe utaona, nitakujia. Umeshashindwa. Lazima ufocus kwenye kitu unachofanya nini? Unachokifanyia kazi. Uwezi kuendesha gari unasalimia kila mtu barabarani. Utaweza? Kuna watu ukiwapakiaga kwenye gari wasumbufu sana. Mkipita kila kitu anagonga. Angalia. Wewe sio dereva, angalia. Mimi dereva lazima niangalie mbele. La sivyo utapata ajali. Usipoangalia unaona kama hujamsikiliza. Angalia yule. Hauwezi kuangalia kila mahali. Focus inakupa nini? Kasi. Sema kasi. Sema tena kasi. Kwa ukiwa na mtazamo, umeshikilia kitu kimoja kwa muda mrefu, kinakupa nini? Kasi. Unataka kupata matokeo ya kasi kwenye jambo unalolifanya, kuwa mtu mwenye focus. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.